Mimi naitwa Mboa Remigius Solehe. Leo tarehe 2 Julai nimekuja kuchukua fomu ya kuomba chama changu cha Mapinduzi kiniteue kugombea ubunge kwenye jimbo la Nanyamba. Nimekuja leo siku ya mwisho, na si mimi tu, watu wengi wamekuja leo siku ya mwisho, kwa sababu naamini kwamba anayecheka mwisho ndo anacheka zaidi. Ndo anayecheka zaidi. Na kwa hivyo kama Yanga tu ambavyo walicheza mechi ya mwisho wakashinda ubingwa, ndivyo mimi hivyo ambavyo nimekuja siku ya mwisho, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashinda. Chama cha Mapinduzi kwa hekima na busara yao kilimteua mzee wetu Abdallah Dadi Chikota kuwa mgombea kwa sababu ana uzoefu na kazi za halmashauri. Amewahi kuwa mkuu wa idara, amewahi kuwa mkurugenzi wa halmashauri, amewahi kuwa katibu tawala wa mkoa. Kwa hiyo akateuliwa mbunge ambaye atawapa vitu viwili halmashauri mpya inayoanzishwa. Cha kwanza utulivu, kwa sababu anaelewa. Cha pili uzoefu, kwa sababu anajua. Kwa hiyo amefanya jukumu hilo la kuitengenezea msingi halmashauri na jimbo letu la Nanyamba kwa miaka 10. Kwa sasa vijana tumekuja tunataka tumsaidie. Kwa nimekuja kumsaidia baba yangu, mzee wangu kwenye ile miaka 10 ambaye alisaidia jimbo la Nanyamba kutengeneza msingi wake kama halmashauri. Jukumu ambalo amelifanya vizuri kabisa. Labda uwe mchawi tu, amelifanya vizuri sana kwa hii miaka 10. Sasa kijana nimekuja kwa ajili ya kuweza kumsaidia ili tutoke pale ambako yeye ameishia, tuende sasa mbio kwa mwendo wa mchaka. Mwaka huu pengine Chama cha Mapinduzi kikavunja rekodi yake yenyewe ya kuteua vijana wengi kwenda kugombea nafasi ya ubunge, na naona kabisa mwaka huu kwenye bunge la 13 linalokuja CCM itavunja rekodi kwa kupeleka vijana wengi bungeni, kwa sababu kwanza msimamo wa mwenyekiti wetu wa chama taifa Dr. Samia Suluhu Hassan mara kadhaa wakati anafanya hotuba amekuwa akisisitiza vyama vya siasa kutoa nafasi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Sasa kama yeye amekuwa akisisitiza hilo, na uhakika atakapokuwa akiongoza vikao vya uteuzi atawateua vijana wengi sana ili waweze kugombea nafasi ya ubunge, na kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinaaminika watashinda na watakwenda kurithi madaraka. Lakini cha pili, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa bara mzee Steven Wasira aliaminiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwenyekiti wa kwanza wa Chama cha Mapinduzi, akiwa mdogo sana. Akaanza kupata nafasi ya za uongozi kwenye chama cha tano, baadaye Chama cha Mapinduzi, na baadaye kwenye serikali. Kwa hiyo makamu mwenyekiti huyu wa chama sidhani kama atakaa aongoze vikao akawasahau vijana. Lakini vile vile mkurugenzi wa uchaguzi ambaye ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi taifa Dr. Emmanuel John Mchimbi aliwahi kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi miaka 10. Anawajua vijana, lakini pili yeye ni matokeo ya kulelewa, kupewa nafasi na kutobaniwa. Kwa na uhakika mwenyewe atakavokaa kwenye vikao vya secretariat, kamati kuu, kikao cha halmashauri kuu ya CCM taifa, ataongoza Chama cha Mapinduzi kuwateua vijana wengi kwenda kugombea. Lakini zaidi, kwa sababu vision ya viongozi wetu wakuu ni hiyo, kuwapa nafasi vijana, hata huku chini na wenyewe wataona haja ya kuwapa vijana wenye vigezo. Kwa hasa ambacho kimenisukuma kuja kuchukua fomu ni kuona hivyo namna ambavyo Chama cha Mapinduzi hiki ambacho kinaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kilivyojipambanua kwamba sasa kipo tayari kuwarithisha vijana kidogo kidogo kuingia kwenye madaraka, na vijana wenyewe wakiwa na nguvu, wakiwa na maarifa mapya, wakiwa na utatuzi wa kisasa, waanze kulitumikia taifa lao.